swala la watoto kuongea Kiingereza na kutoongea kwenye shule zaidi ya 27 nilizozitembelea, kuna shule ya Ishunju watoto wanaongea Kiingereza na wanafurahi unapowaongelesha Kiingereza. Kwa hiyo hakuna ugumu wa kiasi hicho kwamba hatuwezi kufundisha Kiingereza, isipokuwa tuna watu wazembe hawafanyi kazi au na wenyewe hawajui Kiingereza. Kwa hiyo itabidi tupite tujihakikishie kama mtu analipwa mshahara kwa sababu ya kufundisha Kiingereza, watoto hawajui Kiingereza, sasa hapo tunamlipa mshahara wa nini? Kuna shule moja nimeenda, nilipoanzisha tu topic ya Kiingereza, watoto waliokuwa mbele wakawahi kuingia nyuma na waliobaki mbele wakawahi kugeuka nyuma. Yaani hapo wanaona umewaingiza kwenye kitu ambacho sio chao. Hii hali hatuwezi kukubaliana nayo. Lazima tubadilishe. Nitaendelea kutembelea mashule, nitaendelea kuoji namna gani watoto wanajifunza. Kama kuna shule moja Ishunju inafanya vizuri kwenye Kiingereza, kwa nini nyingine zisifanye vizuri? Kwa shule moja nilimkuta mwalimu siku hiyo amefundisha principal parts of speech. Siku hiyo ndio nimekuta amefundisha, kwa sababu nimeingia darasani nikakuta zimeandikwa ubaoni. Nikawahoji wanafunzi, principal parts of speech ni ngapi? Wakasema ziko 5. Nikamwita mwalimu, mbona watoto wanasema ziko 5? Mwalimu akasema, mheshimiwa, leo nimeanza kuwafundisha na nimewafundisha 5 tu. Sasa kama darasa la 6 wameshafundishwa principal parts of speech, hawa baadaye watashindaje kujua lugha? Kwa sababu ndio mwanzo wa Kiingereza. Lugha yoyote, hata Kiswahili tunazo, hata Kiingereza ndio hizo hizo. Kwa lugha yoyote lazima uwe nazo. Sasa ukikuta shule watoto hawajui principal parts of speech, halafu nategemea waongee Kiingereza, kitoke wapi? Lazima kiwe na msingi wa kutoka. Sasa tunamhoji mwalimu, labda naenda shule namwambia mwalimu, niambie principal parts of speech. Anashindwa mwalimu. Hiyo tunaendelea naye kwamba anakwenda kufundisha watoto wajue Kiingereza. Lazima tuonekane kwamba tuko serious na tunachokifanya. Pesa ya serikali inatumika kulipa mishahara. Tarehe ya 31 watu wanaisubiri kwa hamu sana. Lakini waisubiri kwa hamu sana baada ya kutimiza majukumu yao. Kiingereza sio kigumu, ni lugha ya kawaida. Kuna eneo la ufundishaji. Tunayo idara yetu ya udhibiti ubora, lakini na idara zetu mbili za elimu msingi na sekondari. Tutatilia mkazo kwamba waendelee kufuatilia wale walimu wazembe, tuweze kuchukua hatua, lakini tutaomba pia wenzetu wa CWT wasiwatetee walimu wazembe.